Leo tunasubiria tu sign ya immigration. Leo atakuwa ametoka. Inshallah. Nashukuru Mungu labda kitokea kingine, lakini leo pamoja na kwamba hakunipa taarifa hata akiwa na show, lakini wakati ametokea matatizo nilipata taarifa kwenye mitandao tu, ndo nikaanza kufuatilia mpaka kufikia hatua hiyo kumtoa. Sihitaji litani yoyote kwa sababu ni ndugu yangu, ni Mtanzania mwenzangu. Sihitaji chochote kutoka kwa huyo bwana mdogo, ila tu bado nitampa msaada wa kumsaidia mpaka kesi kama ni kuisha iishe, kama ni utaratibu wa kuwatafuta ambao wanalalamishi. Akishatoka tutawatafuta tukae chini tumalizie matatizo yake. Ule mwendelezo wa kesi ambayo inamkabili msanii wa muziki hapa nchini, msanii wa muziki wa kizazi kipya, msanii wa muziki wa Bongo Flava, Seif Shabani maarufu kama Matonya, ambaye anashikiliwa kule nchini Kenya kwa kesi ya ubakaji ambayo imekuwa ikimkabili, huku tukifahamishwa kwamba endapo angewekewa dhamana basi angeweza kutoka na kuweza kuendelea na hiyo kesi kule Kenya. Sasa taarifa ambayo imetufikia muda si mrefu IOTV ENT ni kwamba tayari Matonya amepata mtu ambaye amemwekea dhamana kwenye kesi hiyo, ambapo mtu huyo ameweka gari yenye thamani ya zaidi ya milioni 30 kwa lengo la kumsaidia Matonya aweze kutoka. Sasa mtu huyo ni nani? Anaitwa Rama, ni Mtanzania ambaye amekuwa akiishi nchini Kenya Mombasa kwa zaidi ya miaka 30 hivi sasa, na mara nyingi amekuwa akikutana na Matonya, ambapo ameshahusika hata kwenye kuwapa kazi baadhi za muziki kule nchini Kenya. Tumsikilize mwenye Rama kutokea Kenya, anaelezea namna ambavyo aliipata taarifa hii na kutoa msaada kwa msanii Matonya ili aweze kuachiliwa. Kwa majina anaitwa Ramadhani Msomi, Mtanzania ambaye ninaishi Kenya. Mara nyingi Matonya amekuja miaka mingi, alikuwa amekuja anafikia kwangu kina Kiuchira. Nilipokuwa safari nimesikia taarifa kwenye mitandao Matonya ameshikwa kesi ya kubaka. Basi nikapigia simu vijana wangu waende waangalie hiyo story. Ndio nikakuta hakuna mtu anayemshughulikia mambo ya dhamana na ile kesi zinavyoenda. Ndio nikamtuma kijana wangu achukue gari pale, kwa sababu alipewa bond, hakupewa cash bill. Kikawaida ya koti za Kenya kama ni foreigner mara nyingi wanataka bond, yani msimamizi awe ni Mkenya na mali yake ishikiliwe mahakamani, mali sio ameshika. Kwa hiyo nikafanya utaratibu huu ambao umefanyika mpaka leo, mpaka saizi anasainiwa makaratasi ya immigration sasa, ili aweze toka kule Shimolatewa awe nje akisubiria kesi yake. So kwa hiyo bonding na nini mmeweka nini sasa ambacho kimekaa kama bondi, na thamani yake ikoje? Ni ile ambayo ilitajwa ambayo kama ni milioni 10 ya Kitanzania ama kuna namna nyingine? No, tumetoa gari ambayo imeshinda dhamana, gari ambayo ina thamani kama milioni 30, ambayo gari hiyo imefanywa valuation. Baada ya valuation lazima mtu anafanya valuation gari hiyo na majina yake ndio asimame kumtoa kama Mkenya. Tutegemee lini rasmi ataachiliwa sasa baada ya kufanya hayo yote? Kila kitu kilifanyika siku ya jana. Okay. Dokumenti zote zimekuwa verify mahakamani, zimekuwa verify NTSA. Leo tunasubiria tu sign ya immigration. Leo atakuwa ametoka. Inshallah. Nashukuru Mungu labda kitokea kingine, lakini leo bondi yake toka jana iko ready. Ilikuwa immigration peke yake wampe barua ya kutembea nayo akiwa Kenya hapa, kwa sababu passport yake inabaki mahakamani. Na ukumbuke kesi ile mkabili ni kesi kubwa, si kesi ndogo. Kesi ya ubakaji ni kesi ambayo ni kubwa duniani, si Kenya peke yake. Kwa hiyo hata kusafiri kwake itabidi akae Kenya akifanya kesi yake. Ndio maana process yake ya bondi imechukua muda. Okay, labda kitu gani kingine ambacho ulitamani Watanzania wakifahamu kwenye hili? Kitu ambacho kwa Watanzania wanafaa kifahamu ni kuwa makini sana unapokuwa tofauti na nchini kwako, kwa sababu Matonya ni mdogo wangu. Inaweza kuwa alipatana na wasichana ambao si waaminifu, kumfanyia ili aweze kuwalipa pesa extra. Kwa hiyo ni kuwa mwaminifu sana unapokuwa huku, unapoenda klabu, unajua kuna nani, unakuwa ni mwenyeji. Jambo kama limetokea, kwa sababu hata polisi msana akienda kushtaki, polisi watamsikiliza. Kwa hiyo ukishawekwa ndani, polisi watafuata maelezo ya msana. Inawezekana hata Matonya jambo kama hilo, kwa sababu Matonya ni mtu mzima, si rahisi kumbaka mtu. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana labda ilikuwa ni mambo ya biashara kwa wanawake wa kisasa. Na wewe kwa Watanzania zangu ni kuwa makini sana kwa jambo linalotokea, ni mfano na kujifunza. Kwenye hiki ambacho umekifanya kwa Matonya, labda kitegemea kwenye return yoyote, kwa sababu sasa hivi kwenye matatizo, labda kisha uende mtakane kuona kuna return yoyote, ama umefanya kama msaada kumsaidia mtu ambaye unamfahamu miaka mingi? Return Matonya, unajua mimi ni mwenyeji wa Watanzania huku sababu na miaka zaidi ya 30. Pamoja na kwamba hakunipa taarifa hata akiwa na show, lakini wakati ametokea matatizo nilipata taarifa kwenye mitandao tu, ndo nikaanza kufuatilia mpaka kufikia hatua hiyo kumtoa. Sihitaji litani yoyote kwa sababu ni ndugu yangu, ni Mtanzania mwenzangu. Sihitaji chochote kutoka kwa huyo bwana mdogo, ila tu bado nitampa msaada wa kumsaidia mpaka kesi kama ni kuisha iishe, kama ni utaratibu wa kuwatafuta ambao wanalalamishi. Akishatoka tutawatafuta tukae chini tumalizie matatizo yake.